Sawa, dhuhuri ya leo nashukuru Mungu kwa sababu ya ubali huu ametufikisha, kwa sababu sio kawaida. Bwana asifiwe. Ama wewe unaona kama ni kawaida? Saa hii sio kawaida. Kuanza mwaka huu 2025 kutoka Januari 1 kufika hata siku ya leo sio kawaida. Wengi wako kwa makaburi, wengi wako kwa majeneza, wengine wako mochari, lakini sisi tunashukuru Mungu kwa sababu ya uhai wakati kama huu. Bwana asifiwe. So mimi nimeokoka, naitwa Apostle James Kimani. Mimi nitakuwa na nena kuhusu neno la siku ya leo. Bwana asifiwe. So nichukue hii nafasi ya kukusalimia na unipungie mkono wako kwa sababu ya upendo wa Bwana. Bwana asifiwe. Asubuhi katika ibada ya asubuhi tulifunzwa kuhusu upendo, na dhimu yangu ya siku ya leo inapelekana na upendo. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo dhimu huwezi tembea nayo bila upendo. Bwana asifiwe. So naona tutaingia katika neno. Tuanze kwa dhimu yetu ya siku ya leo. Bwana asifiwe. Dhimu ya leo inaendanisha na hiyo neno ambayo nilikuwa nawaambia kuhusu asubuhi, love of God. So hii dhimu huwezi enda nayo bila upendo. Bwana asifiwe. So neno la siku ya leo inasema kuhusu walking with God. Bwana asifiwe. Hiyo ndio dhimu yetu ya siku ya leo. Kama jinsi tunavyojua katika hizi nyakati za mwisho, kuna mambo mengi inafanyika, kuna mambo mengi inatendeka. Taarifa, ukienda kwa taarifa unasikia watu walikufa na maajali na mambo mengine tofauti. Bwana asifiwe. So hili neno nikawa katika hii wiki wakati niliambiwa mimi nitakuwa na hubiri katika siku ya leo, nikawa niko na challenges ya kuchagua ni neno gani ambalo nitahubiri. Nikawa niko na theme tofauti, nilikuwa na theme kama 3. Lakini Mungu akanielekeza kuhubiri katika hii neno ya walking with God, kwa sababu hizi nyakati ziko na mambo mengi. Kuna majanga, kuna mikosi, kuna mambo mingi, kuna maajali na ripoti zingine mingi ambazo zinafanyika katika hizi nyakati. Bwana asifiwe. Ukiangalia tu pande hii, ukilala, ukiamuka, mambo ni mengi ambayo inafanyika. Lakini Mungu akanisaidia, Roho Mtakatifu akanisaidia kuhusu kuzungumza na kwa hii neno ambalo ni kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. So siku ya leo tutaingia katika kitabu cha Genesis 5:21 to 24. Tuwekewe Genesis 5:21 to 24. Tuangalie mtu alikuwa anaitwa Enoch. Bwana asifiwe. Inasema hivi: When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Tuendelee 22. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Usitoe hapo kwanza. Inasema hivi Genesis 25:22. Tunazungumza kuhusu ujumbe wangu ambao ni walking with God. Bwana asifiwe. Na tuko katika Genesis 5:22 inasema ya kwamba turudie tena ili tuweze kushika na kuelewa. Bwana asifiwe. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Tuendelee. Genesis 5:23. Altogether Enoch lived 365 years. Tuendelee. Enoch walked with God. Naona hapo kwa dhimu yangu, Enoch walked with God. Then he was no more because God took him away. Tuanzie tena Genesis 5:21 ili tuweze kushika, kila mtu aweze kushika. Tunaanza tena Genesis 5:21. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Wakati Enoch alikaa miaka 65 akawa baba ya Methuselah. Tuendelee. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years. Ati Enoch alitembea na Mungu miaka 300 and had other sons and daughters. Tuendelee. Altogether
Enoch lived 365 years. Bwana asifiwe. So kuna kitu nilikuwa najaribu kujiuliza na nilikuwa nataka kujaribu kuelezea kuhusu walking with God. Katika siku ya leo ili tuweze kuelewa kutembea na Mungu, tunatembea na Mungu jinsi gani? Festus kuja hapa. Ili tuweze kuelewa kutembea na Mungu. Weka kitabu pale kwanza. Ili niweze kuelezea watu waweze kujua kutembea na Mungu aje. Wakati tuko na Festus hapa, he is an evangelist, I am an apostle. Bwana asifiwe. So sasa ni kutembea, tunatembea tukiwa wawili. Sasa nataka kuwaonyesha kuhusu kutembea na Mungu. Hiyo theme inamaanisha nini? Wakati tunatembea na Mungu, sasa mimi ni Mungu, huyu ni Festus. Na sasa tunatembea pamoja hivi. Wakati tunatembea hivi tukiwa wawili, anything can happen pale mbele. Na Festus akiwa hapa anaweza nishikilia. Bwana asifiwe. So hivyo ndivyo sasa ninamaanisha kuhusu kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Ati wakati ninatembea na Mungu inaweza kuwa ni magonjwa. Sasa huyu ni Festus, ugonjwa umemuattack. Wakati anatembea na mimi tuseme ni kansa imeingia ndani yake. Lakini wakati anatembea na mimi sasa mimi sasa mimi yani si Mungu, lakini natoa mfano kama Mungu. Bwana asifiwe. So anything yenye inamhapenia na tunatembea na yeye, namshikilia ama namsaidia. Bwana asifiwe. Na act kama msaidizi. Bwana asifiwe. So unaweza rudi pale. So ninajaribu kumaanisha aje ukitembea na Mungu? Kutembea na Mungu, natembea na Mungu kwa njia gani? Unaweza tembea na Mungu kwa njia tofauti. Bwana asifiwe. Kwa sababu hii maisha lazima utembee na Mungu. Either akiwa hutaweza kutembea na Mungu, labda basi utatembea na shetani. Bwana asifiwe. Kwa sababu ufalme ni mbili. Bila sababu ufalme ni mbili. Akiwa huwezi tembea na Mungu, basi unatembea na ufalme wa giza. Bwana asifiwe. So nimekuja kuwatia moyo na hili neno ya kwamba Mungu atusaidie tutembee na Mungu. Bwana asifiwe. Tukaona ya kwamba Enoch alikuwa na miaka 65. Hiyo wakati hatujui chenye alikuwa anafanya. Hizo miaka 65 hatujui chenye kilikuwa kinaendelea. Labda hiyo wakati ndio alikuwa anaenda bash, labda hiyo wakati ndio alikuwa anaenda starehe. Bwana asifiwe. Labda hiyo wakati ndio alikuwa anaenda kwa njia tofauti. Lakini tunaona ya kwamba wakati alianza kutembea na Mungu, alitembea na Mungu kwa miaka 300. Bwana asifiwe. Je, hebu uliza mwenzako, wewe umetembea na Mungu kwa muda upi? Hebu uliza mwenzako, umuulize aje, wewe umetembea na Mungu kwa muda upi? Enoch alitembea na Mungu kwa miaka 300. Na tunaona Mungu after ametembea na Mungu, Mungu amemsaidia, amepata familia, mambo zingine zikaanza kufanyika automatically. Bwana asifiwe. So Enoch alikuwa mfano mzuri wa watu ambao walitembea na Mungu. Bwana asifiwe. Tuende kwa mfano mwingine kwa mwingine alitembea na Mungu, ni kitabu cha Isaiah 38 verse 1 to 6. Tumetoka kwa Enoch, sasa tunaenda kwa mtu mwingine ambaye alitembea na Mungu. Bwana asifiwe. Isaiah 38 verse 1 inasema hivi: In those days Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah son of Amos went to him and said, This is what the Lord says, Put your house in order, because you are going to die. You will not recover. Tuendelee. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Isaiah 38 verse 3. Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Usitoe hapo kwanza. Turudie hii. Isaiah 38 verse 3. Nataka siku ya leo, wakati tutakuwa tunatoka kwa ibada, yani mtu akikuuliza chenye mlihubiriwa utaweza kumuelezea. Tutaweza kumuelezea tulifunzwa hivi na hivi na hivi na hivi. Bwana asifiwe. Isaiah 38 verse 3 nasema hivi: Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Tuendelee.
Isaiah 38 verse 4. Then the word of the Lord came to Isaiah. Tuendelee. Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life. Hebu tufikishe hapo. Bwana asifiwe. Tumeenda kwa mtu mwingine in the book of Isaiah 38 from verse 1 to 5. Ambaye alikuwa anaitwa Hezekia. Ati Hezekia siku moja nabii Isaiah akatumwa kwake kwa Hezekia. Akaambiwa ndio umwambie ya kwamba apange virago vyake ama apange mambo yake. Ni kama saa hii jinsi tulivyo katika tuseme kwa familia. Tuseme baba, siku hizi unakuta baba ndiye huwa anagawa mali, si ni kweli? Baba ndiye huwa anagawa mali. Ikafika siku akaambiwa sasa jipange. Wewe Hezekia jipange sasa, akiwa ni familia yako uwapange, uache umewaandikia will ama umewaandikia nini kila kitu waweze kugawana ili sikuje kuleta vita baadaye. Bwana asifiwe. So Hezekia akaenda akaambiwa, wewe panga vitu vyako kwa sababu hutaweza kuishi tena. Bwana asifiwe. Unaona aliambiwa ya kwamba you are not going to recover. Bwana asifiwe. Wakati umeambiwa you are not going to recover, imagine sasa inakuwa yani hakuna tumaini. Hakuna tumaini hapo sasa. Kwa sababu ukiambiwa you are not, kama daktari akuja kuambia hii ugonjwa yenye uko nayo you are not going to recover. Unaambiwa you are finished. Bwana asifiwe. Unaambiwa sasa wewe umeisha. Hakuna uwezekano sasa ati dawa, tuseme dawa zenye utakunywa ati sasa utarudi uhai tena ama ugonjwa itaisha. No, wakati umeambiwa you are not going to recover, maisha yako inakuwa imefika hapo. Bwana asifiwe. Lakini tunaona ya kwamba wakati Hezekia aliambiwa hivyo ya kwamba hataweza kulikava, akainama kwa ukuta akaambia Mungu, kumbuka. Mungu, kumbuka jinsi nimefanya kazi yako, jinsi nimetembea na wewe kwa moyo wangu wote. Bwana asifiwe. Aliinama tu akakumbusha Mungu, Mungu kumbuka jinsi nimetembea pamoja na wewe. Labda alikuwa anaenda hiyo wakati ushirika, labda alikuwa na serve kwa various department, labda alikuwa kwa praise and worship hiyo wakati Hezekia, labda alikuwa kwa ushering, yani alikuwa labda alikuwa anahubiri, alikuwa muombaji, labda alikuwa kwa hizo department tofauti. Akakumbusha Bwana, Bwana kumbuka jinsi hata nilikuwa naosha kanisa. Nilikuwa naachwa naosha kanisa asubuhi, naamka asubuhi kanisa naosha 6. Akakumbusha Mungu kwa kile kitu alifanyia Mungu. Bwana asifiwe. So akatembea na Mungu, alikuwa anatembea na Mungu kwa njia isiyo ya kawaida. Na akiwa hakuwa anatembea na Mungu kwa njia isiyo ya kawaida, tunaona Mungu akaweza kumsikia. Bwana asifiwe. Wakati aliinama kwa ukuta, akalilia Mungu, akamkumbusha Mungu jinsi Mungu alitembea pamoja na yeye. Akalilia Mungu. Lakini tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Isaiah 38 verse 5, go and tell Hezekiah, kwamba Isaiah akaambiwa, yani Isaiah tuseme alikuwa ametoka kama pale nje ya gate, akiwa sasa amefikisha ujumbe wake mwenye alikuwa anaambiwa na Mungu kwa Hezekia. Lakini akaambiwa na Mungu, enda rudi nyuma, enda kwa Hezekia umwambie ya kwamba nitamuongezea miaka 15. Bwana asifiwe. So tunaona ya kwamba ukitembea na Mungu, wakati unatembea na Mungu, hiyo tuseme hiyo situation umefika, hiyo situation ngumu, Mungu ukikumbusha tu Mungu jinsi umetembea pamoja na yeye, Mungu naye atakusikia. Bwana asifiwe. So kwa kila hali Mungu atusaidie sana, kwa kila hali tuweze kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hizi nyakati ziko na mambo mengi. Ndoa, tunaona kwa ndoa ziko na changamoto mingi siku hizi. Mara unakuta ni vita kwa ndoa. Lakini wakati unatembea na Mungu, hakuna utapata hizo vita. Unapata kwa ndoa, hizo ndizo mipango za kando ziko pale. Unakuta mama anatoka nje, mzee na yeye ametoka nje. Lakini ukitembea na Mungu, hizo mambo zote utapatana nazo. Bwana asifiwe. Tuko na mambo mengi kwa biashara. Kwa biashara zetu unakuta pengine pale sokoni, tuko pale sokoni, kazi imekuwa chini.
Labda pengine umeanza biashara, biashara imeenda chini, biashara imesabaratika, biashara imeisha, hakuna tumaini. Mwingine mwenye ulikuwa na tumaini na yeye akusaidia aamshe biashara, labda sasa tena na yeye hawezi kusaidia. Lakini wakati unatembea na Mungu, Mungu na yeye anakusaidia. Mungu anakusaidia, Mungu anatembea pamoja na wewe. Bwana asifiwe. So tutamani kutembea na Bwana katika hii maisha. Bwana asifiwe. Tumesikia barabarani siku hizi, unasikia tu ukiamuka ajali ilifanyika mahali fulani, watu kadhaa wamekufa, watu 10 wamekufa, watu 5 wamekufa. Na wewe tu kwa hiyo barabara unapita pengine kwa hiyo barabara kila siku. Bwana asifiwe. Lakini ukitembea na Mungu hautakufa na maajali. Bwana asifiwe. Hautakufa ovyo ovyo kwa maajali. Hautakufa ovyo ovyo. Wakati unatembea na Bwana, Bwana asifiwe. Hata magonjwa yote iwe ni magonjwa gani. Unajua siku hizi kuna magonjwa ikitajwa tu unaanza kutetemeka. Ugonjwa tu unatajwa hivi unaanza kutigizika. Labda umeambiwa tu wewe umeanza kuona kadalili tuseme ka ugonjwa fulani. Ukienda tu hospitalini kuingia tu hivi, unatajiwa yani haijakonfirmiwa ya kwamba uko na huo ugonjwa. Lakini unaanza kuona ukianza kuambiwa tu labda uko na hii ugonjwa, unaanza kutetemeka, umeanza kutigizika. Bwana asifiwe. Lakini wakati ukifika, wakati unatembea na Mungu, hakuna magonjwa itakumaliza. Bwana asifiwe. Either iwe ni kansa haitakumaliza. Bwana asifiwe. Wakati unatembea na Bwana, either iwe ni kansa haitakubeba. Bwana asifiwe. Either iwe ni pressure haitakubeba. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati wanaomba ninaambia Mungu kama magonjwa ya pressure. Bwana asifiwe. Pressure hautujabakishia mwili, ati pressure inakaa kwa mwili. Bwana asifiwe. Hebu ambia mwenzako, mwambie pressure tumeikataa kwa mwili yetu. Mwambie pressure tumebakisha kwa magurudumu ya magari. Bwana asifiwe. Ama pressure inakuaga wapi? Si pressure tunaachia magurudumu za magari. So wakati unatembea na Mungu, magonjwa ya pressure haitatubeba, magonjwa ya sukari. Huwa nasema ya kwamba nikiomba ya kwamba naambia Mungu ya kwamba magonjwa ya sukari tunaachia wapi? Tunaachia Mumias. Bwana asifiwe. Sukari tunaachia miwa huko Mumias na huko kwa hizo viwanda. Bwana asifiwe. Lakini sio kwa miili yetu. Tunakataa. Bwana asifiwe. Tunakataa magonjwa ya sukari. Magonjwa ya sukari imeua wengi, lakini sisi kwa imani na kwa sababu tunatembea na Mungu, magonjwa ya sukari haitatubeba. Bwana asifiwe. Pia mwenzako, mimi nimekataa hiyo magonjwa haitanibeba mimi. Kwa sababu unatembea na Bwana. Kwa sababu unatembea na Bwana. Tuko na imani sahihi. Tuko na imani kila mmoja ya kwamba tunatembea na Bwana. Bwana asifiwe. Hapa ni nani hana imani ya kwamba anatembea na Mungu? Si kila mtu ako na imani ya kwamba tunatembea na Mungu. So kila wakati tunatembea na Mungu, Mungu na yeye anatusaidia. Bwana asifiwe. So tumeenda kwa Hezekia, tukamaliza na Hezekia ya kwamba Hezekia na yeye alimaliza alitembea na Mungu na akaongezewa miaka 15. Bwana asifiwe. So wakati unatembea na Mungu, Mungu na yeye anakuongezea miaka. Bwana asifiwe. Mungu anakuongezea miaka. Akiwa Hezekia aliongezewa miaka 15. Kutembea tu na Mungu tu. Kutembea tu na Mungu. Hatujaambiwa alitembea na Mungu kwa muda upi kama Enoch. Lakini tukutembea tu na Mungu tu akaongezewa miaka 15. So, I declare to you ya kwamba ukitembea na Mungu utaongezewa miaka. Hautakufa mapema. Bwana asifiwe. Hautakufa mapema. Hautakufa kwa kabla ya siku zako. Bwana asifiwe. Utaishi. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako ya kwamba ukitembea na Mungu, Mungu na yeye atakupatia prolonged life. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako hivyo. Mwambie ukitembea na Mungu, Mungu na yeye atafanya uishi miaka mingi. Hautakufa vifo tu za kawaida. Unajua siku hizi tu unasikia mtu amekufa kama hii generation yetu, unasikia mtu anakufa na miaka 25, mtu anakufa na miaka 20, mtu anakufa na miaka 15. Lakini tunakataa hiyo roho. Kwa sababu if we stand here and we walk with God, tukitembea na Mungu tutaishi. Bwana asifiwe. Tutaishi. Tukitembea tu na Mungu. Tukitembea na Mungu. Na tuwe na hiyo tamaa ya kutembea na Mungu.
Unajua kuna watu huwa anatembea na Mungu Sunday to Sunday. Ati Sunday kama leo, hivyo ndio wakati anatembea na Mungu. Sasa atachukua Mungu tu next Sunday. Bwana asifiwe. Je, wewe ni wana aina hiyo? Ati kutoka Monday hadi Saturday unaacha Mungu. Lakini Sunday ikifika sasa ndio unachukua Mungu, sasa unatembea na yeye. Lakini Mungu atusaidie sana. Tupokee neema ya kutembea na Mungu kila siku. Bwana asifiwe. Mungu atupee neema ya kutembea pamoja na yeye kila siku. Bwana asifiwe. Si kuacha Mungu ati Sunday ndio unachukua Mungu ama wakati unakuja kanisani. Bwana asifiwe. So tuwe na hiyo kiu, tuwe na hiyo nguvu ya kutembea na Mungu kila wakati. Bwana asifiwe. Taangalia neno lingine ambayo inaambatana na kutembea na Mungu. Genesis 5:24. Genesis 5:24. Genesis 5:24. Enoch walked with God, then he was no more because God took him away. Bwana asifiwe. Nafurahia kwa hii neno. Bwana asifiwe. Ati yani ukitembea na Mungu kufai kifo cha kawaida. Angalia Enoch. Mungu ndiye tu alimchukua. Unajua kuna watu huwa wanakufa wakiwa wameng'ang'ana. Ukimwangalia tu venye tu amejikuja mara mguu imejishikanisha. Bwana asifiwe. So wakati unatembea na Mungu hautakufa tu kifo ati cha kung'ang'ana. Unakutaka wakati tuseme umekufa tu hivyo tuseme prematurely. Unakuta huyo mtu tuseme umekufa na ajali, unakuta huyo mtu alikufa akiwa ameinua mkono. Hata pale mochari tu akona kazi ngumu ya kumkuja mkono ama kumkuja miguu aweze kuzoea kutoshea kwa jeneza. Bwana asifiwe. Lakini wakati unatembea na Mungu, hata kukupumzika kwetu Mungu ndiye tu atachukua kwa njia yenye ni njia mzuri. Bwana asifiwe. So Mungu atatusaidia kwa sababu ya hiyo. Naangalia katika kitabu cha Mika 6:8. Mika 6:8. He has showed you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to have love, mercy, and to walk humbly with your God. Tunaangalia hapa, to walk humbly with your God. You walk with humbleness. Bwana asifiwe. Unatembea na Mungu ukiwa humble. Bwana asifiwe. So kila wakati Mungu atusaidie sana kutembea na Mungu humbly. Bwana asifiwe. Hebu tuende kwa the meaning of walking with God. Meaning of walking with God. Niko na meaning kama 3 hivi. Ya kwanza ni meaning of walking with God, living across continual relationship with the Creator, marked by obedience, faith, devotion, and heartfelt reliance on His presence. Hebu nirudie tena hiyo maana. Living across continual relationship with the Creator, marked by obedience, faith, devotion, and heartfelt reliance on His presence. Hiyo ndio maana ya kwanza. Ya pili, having a relationship with Him, living a certain way that follows His standards based on Scripture. Hiyo ni ya pili. Having a relationship with Him, living a certain way that follows His standards based on Scripture. Ya tatu, we choose to glorify Him in every way we can, regardless of personal cost. We choose to glorify Him in every way we can, regardless of personal cost. Hizo ndizo meanings za walking with God. Bwana asifiwe. So tunaenda steps of walking with God daily. Bwana asifiwe. Sasa hakuna kutoka leo hakuna kutembea na Mungu ati Sunday to Sunday. Tunasikia steps to walking with God daily. Kutoka leo, kesho Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
hadi Sunday inafika tena tunapatana hapa. Bwana asifiwe. So hizo ndizo steps. Ya kwanza ni spend time in prayer and Bible study. Bwana asifiwe. Ili tuweze kutembea na Mungu daily, you must spend your time in prayer. You must spend your time in Bible study. Bwana asifiwe. So kutembea na Mungu, ili uweze kutembea na Mungu katika nyakati hizi, lazima kitu cha kwanza uwe muombaji. Bwana asifiwe. I thank God kwa sababu huu mwaka Mungu ametupatia neema. Mungu ametupatia neema ya maombi. Bwana asifiwe. Unakuta kesha kama kesha hizi, kesha overseer amekuwa akituita kwa maombi, unakuta saa hii watu wanajisacrifice. Bwana asifiwe. Watu wanajisacrifice. Unakuta siku hizi, mbeleni tulikuwa tunakuja tunaanza praise and worship, praise and worship, alafu tunaingia kuhubiri, alafu sasa tunaenda kuomba. Bwana asifiwe. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya neema mwaka huu. Kwa sababu neema, kuna neema ya hali ya juu. Iko juu kwa sababu ya maombezi. Bwana asifiwe. Hadi sasa hii tunaweza omba masaa mawili. Kuna watu hapa wako wanaweza kuomba kama 30 minutes ama 1 hour. Lakini sasa hii nashukuru Mungu kwa sababu ya neema yenye iko mwaka huu. Bwana asifiwe. Hata mimi mwenyewe huu mwaka kwa maombezi nimeinuka tena zaidi. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama juzi nilikuwa kwa maombezi. Nilikuwa nalala hapa kanisani kwa siku 10. Bwana asifiwe. Kutoka tarehe 1 hadi tarehe 10. Nilikuwa nalala hapa kwa maombezi, nakuja naomba kutoka saa 4 hapo, saa 4 hadi nalala saa 6. Saa 9 bado niko hapa, naamka saa 9 naingia kwa maombi kwa siku 10. Yaani huu mwaka Mungu ametusaidia, kuna neema ya maombi. Na tumesoma step ya kwanza ya kwamba ili uweze kutembea na Mungu lazima uwe muombaji. Bwana asifiwe. Uwezi tembea na Mungu ukiwa wewe uombi. Ati lazima ungojee overseer akuje akuombe, lazima ungojee mchungaji akuje akuombe. No. Lazima uwe muombaji ili uweze kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. So kutoka siku ya leo, akiwa wewe umekuwa na dryness ya maombi, na achilia neema ya maombi. Bwana asifiwe. Na achilia na neema ya maombi kwako. Tuwe waombaji. Kwa sababu ili tuweze kutembea na Bwana lazima tuwe waombezi. Kuna ile theme. Ile theme ni ya inheritance. Mwaka. Na nikajaribu kuangalia kwa benefits of walking with God. Benefit of walking with God ya kwanza, na utamiliki your inheritance. Bwana asifiwe. So you cannot uwezi miliki your inheritance without kuomba, without kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. So Mungu atusaidie sana ili tuweze kutembea na yeye, tuweze kuwa waombezi. Bwana asifiwe. Akiwa ni time, tafuta time yako ya kutembea, ya kuomba. Akiwa mimi kuna kitu moja niliambia Mungu huu mwaka. Nikaambia Mungu akiwa kazini tunaamkaga kazini tunaamkaga 5. Kama Mama Sera anaweza kuambia mimi kazi nikiamkia biashara yangu naamka 5. Na wengine tunaamkia tuseme hata saa 10. Lakini mimi nikaambia Mungu mwaka, nikamwambia mimi Mungu, ili niweze kutembea na wewe, akiwa kazi naamkiaga 5, hata mimi kanisani nitakuwa naamka 5. Bwana asifiwe. Ili niweze kutembea na wewe. Tunapatana hapa na Pastor Thomas asubuhi 5, sometimes 4:30 hapa kwa maombezi. Na ukijaribu kutuangalia utaniona ni Mungu amenipa neema zaidi kwa sai. Bwana asifiwe. Kwa sababu ili niweze kutembea na Mungu lazima niwe muombezi. Bwana asifiwe. Situpokee hiyo neema ya kuomba. Bwana asifiwe. Tupokee hiyo neema ya kuomba. Ili tuweze kutembea na Mungu lazima tuombe. Bwana asifiwe. Hata Mungu ametusaidia sana kwa sababu ametupatia overseer ambaye ni muombezi. Bwana asifiwe. Kitu kingine kutoka kwa maombi ili tuweze kutembea na Mungu tumeona ni Bible study. Yaani tunajituma kwa neno. Wacha kugoja neno, usomewe neno wakati unakuja kuhubiri, wakati unakuja ushirika. Hapana. Tusigoje kukuja ati ushirika. Ati unagoja ushirika ili ushirika uweze kusomewa neno.
Hapana. Ati ama usikie tuseme mhubiri huko sokoni ili akusomee neno. Hapana. Kutoka siku ya leo Mungu atupe neema ya kusoma neno. Bwana asifiwe. Ati tukiamuka tunaweza amuka saa 10 na usome neno la Mungu. Hata utasoma verse, hiyo verse itaku encourage. Bwana asifiwe. Hata utakuwa unasoma tu verse asubuhi na amuka, tuseme ile masaa ya wakati uko na wakati na Mungu, unasoma neno. Bwana asifiwe. Ili tuweze kutembea na Mungu. Watu wengi ambao walikuwa wanatembea na Mungu kwa Biblia ni watu walikuwa watu wa neno. Bwana asifiwe. Na ili hata saa hii watu wenye saa hii unakuta Mungu amewapigania ni watu wanatembea na neno. Bwana asifiwe. So Mungu atupe tamaa, atupatie kiu ya kutembea na yeye na tuweze kusoma neno, atupe neema ya kusoma neno kila wakati. Bwana asifiwe. Mungu atupatie neema ya kusoma neno na kuomba. Bwana asifiwe. Steps to walking with God daily. Ya pili ni follow God's guidance. Follow God's guidance. Follow God's guidance. Bwana asifiwe. Yani to follow, yani jinsi Mungu anataka Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Yani wakati tunaomba guidance kwa Mungu, hiyo bado unatembea na Mungu. Bwana asifiwe. Yani unajaribu tuseme unataka kwenda kwa njia hii, lakini unaambia Mungu nisaidie sana niweze kutembea na njia yenye inafaa. Bwana asifiwe. So Mungu atusaidie sana tuweze kufollow jinsi Mungu anataka. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumeambiwa kuhusu neno ya kwamba kile Mungu alichoanza lazima amalize. Bwana asifiwe. Kile Mungu alianza katika maisha yetu lazima tumalize. So we must follow God's guidance ili tuweze kumaliza, ama kile Mungu aliweka ndani yako Mungu akisaidie sana kiweze kuonekana. Bwana asifiwe. Kuna wakati nilikuwa naomba kwa maombezi nikiombea kipawa kile Mungu aliweka ndani yangu. Bwana asifiwe. Na ili niweze kutembea na Mungu lazima nisiki kile Mungu aliweka. Niambie Mungu sasa ni nini hicho ulichoweka ndani yangu Mungu, ya kwamba sitakuwa tu ati mtu wa kuhubiri tu kama mtu wa kawaida. Bwana asifiwe. Sitakuwa tu na hubiri hapa ati Nakuru. Mungu atutepeleke hadi mataifa. Bwana asifiwe. So we must seek God's guidance. Kila wakati tuseme tunajaribu kufanya kitu, tuna seek God's guidance. Akiwa ni kwa biashara, tuna seek God's guidance. Akiwa ni kwa kazi zetu, tuna seek God's guidance. Akiwa ni kwa huduma, tuna seek God's guidance. Bwana asifiwe. So tunaenda kwa ya tatu, obey God's command. Bwana asifiwe. Kuhusu kutii command za Mungu. Bwana asifiwe. Kutii. Kuna kitu imekuwa na shida hapa kama ashari. Unajua nakuwa kwa department ya ashari kuhusu kutii. Mara umeambia mama Pita soga hapa mbele. Mama Pita anakuambia hapo kuna kuwa na joto sana. Hapana, usinipeleke hapo. Unaenda pande hii. Labda unaambia Eliza songa mbele. Eliza na yeye anasema hapana, hapo kuna kuwa na fan. Unaenda pale unaambia Karoli songa mbele. Wewe na yeye anakuambia pale hapo hakunaga fan, hapo kuna joto sana. So tuko na shida hata kanisani ya kutii. Bwana asifiwe. Na tumeona kwamba ili utembee na Mungu lazima utii. Lazima utii commands za Mungu. Bwana asifiwe. So naomba Mungu atusaidie, atupe hiyo roho ya kutii. Bwana asifiwe. Ukiambiwa na Asha songa mbele, hakuna kuanza ati kuuliza sijui kuna nini ama kuna nini. Just walk. Eda hapo mbele ili uweze kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Otherwise, akiwa wewe sio mtu wa kutii, hauwezi tembea na Mungu. Bwana asifiwe. Akiwa wewe sio mtu wa kutii, akiwa kanisani huwa hautii, hata nyumbani huwa hautii. Bwana asifiwe. Kuna vijana huwa najaribu kuwaongelesha hapa, nawaambia vijana, jaribu kutii tu. Acha kujifanya kichwa ngumu. Najaribu kuwaongelesha. Naambia wewe akiwa hapa utii hapa kwa kanisa na wewe ni kijana, je, nyumbani unakaaga aje? Bwana asifiwe. Si Mungu atusaidie sana. Kutoka siku ya leo hautachukia Asha.
ati kwa sababu ya kukupeleka mbele. Bwana asifiwe. Kwa sababu ili uweze kutembea, tumesha identify, ili uweze kutembea na Mungu lazima utii. Bwana asifiwe. So akiwa uwezi tii, uwezi tembea na Mungu. Bwana asifiwe. Unajua kwa makanisa, sio kanisa tu ili peke yake, hata makanisa zingine unasikia anakuambia mimi Asha Jemo namchukia vibaya sana. Huwa ni mimi tu wanaoneaga. Ati kunipeleka mbele kila wakati. Bwana asifiwe. Lakini Mungu atusaidie sana tuweze kutii. Tukiweza kutii kila mmoja. Sisi tuseme kama vijana tuweze kutii wazazi wetu. Hasa kama sisi bado washirika tuweze kutii Mungu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu naona masaa bado imesonga kidogo. Sasa tunaenda kwa ya 4. Worship God. Ili uweze kutembea na Mungu. Worship God. Lazima worship Mungu. Pastor Calvins, ili uweze kutembea na Mungu lazima uwe mtu wa kuworship. Na tunashukuru sana kwa sababu tuko na praise and worship wazuri. Wapigieni makofi. Tuko na praise and worshipers wazuri. Huwa anatuongoza kwa worship mzuri. Bwana asifiwe. So tuende kwa ya 5. Share your faith with others. Share your faith with others. Yani imani yako yenye uko nayo. Share with others. Tuseme kama mimi naamini ya kwamba tuseme huu mwaka nitakuwa na kitu fulani. Una share. Na share tuseme kwa Enoch. Na share tuseme kwa Pastor Thomas, imani yako una share ili uweze kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. So ya 6 ni be baptized. Bwana asifiwe. Be baptized. Ili uweze kutembea na Mungu lazima ubatizwe. Si kuokoka peke yake Karoli. Daniel Karoli sio kuokoka tu peke yake. Najua natumtaja Karoli kwa sababu Karoli ni rafiki yangu na tunafanya kazi na yeye. So, ili uweze kutembea na Mungu, uwezi tembea tu na Mungu kwa sababu umeokoka peke yake. No. You must be complete. Bwana asifiwe. Lazima pia ubatizwe uweze kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. So kwa wenye hawajabatizwa. So wenye hawajabatizwa wanaona Pastor Thomas after ibada. So ili tuweze kutembea na Mungu vizuri. Bwana asifiwe. Ya 7. Serve the Lord with all your heart. Serve the Lord with all your heart. Tulisoma kuhusu Hezekia in the book of Isaiah 38. Ya kwamba Isaiah alitembea na Mungu with a wholehearted heart. Yaani hakuna kitu alijibakishia kwa moyo wake. Ili uweze kutembea na Mungu lazima uachilie kila kitu, utembee na Mungu jinsi ulivyo. Kwa kila kitu, kwa nguvu yako, kwa pesa zako, kwa kila kitu. Bwana asifiwe. Ili uweze kutembea na Mungu lazima utembee na Mungu with a wholehearted heart. Si ati unalazimishwa. Akiwa ni kukuja kanisani, kukuja maombezi, hakuna mtu anakulazimisha kwenda ushirika, hakuna mtu anakulazimisha. Yaani wewe mwenyewe ndio unajituma. Bwana asifiwe. Ili uweze kutembea na Mungu lazima utembee na Mungu kwa moyo wako wote. Bwana asifiwe. Ingine ni persevere. Persevere, lazima uvumilie. Ili uweze kutembea na Mungu lazima uvumilie. Bwana asifiwe. The good example kwa wenye walivumilia na watu wenye walivumilia, akina Esther kwa Biblia, wenye walivumilia, mfano mzuri wa wenye walivumilia. Sai our overseer, tunaweza mpeana mfano na our overseer. Hata akiwa hayuko nitapeana mfano na yeye. Overseer amevumilia kwa ndoa miaka 17. Bwana asifiwe. Ametembea na Mungu kwa miaka 17. 17 good years. Hana mtoto. Lakini alikuwa anatoa ushuhuda, anasema ya kwamba kwa hiyo miaka 17 hakuachilia Mungu hata siku moja. Haukosa ukuja kanisani kuongoza maombezi. Haukosa ukuja kesha. Haukosa ukuja yani kwenda ushirika, hakuwa nakosa. Alikuwa anatembea na Mungu kila wakati kwa hiyo miaka 17. Tukijaribu kuangalia mfano mwingine bado ni Ayubu. Hata Ayubu alitembea na Mungu kwa miaka mingi. Na baadaye tunaona vitu zikikuja double. Pia waovasia tunaona vitu zikikuja bado double. Alipata watoto mapacha. Bwana asifiwe. So ukitembea na Mungu lazima utembee na Mungu kwa sababu ya kuvumilia. Lazima uvumilie ili uweze kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Naona masaa yetu imesonga sana. Hebu tutumie tu dakika kidogo. Tuende benefits of walking with God. Nitazisema haraka. Benefits of walking with God. Nikasema ya kwanza
you receive your inheritance. Huu mwaka nikasema ni mwaka wa kupokea our inheritance. Bwana asifiwe. Wangapi wanaamini hivyo? Huu ni mwaka wa kupokea urithi. So akiwa ni mwaka wa kupokea urithi wetu, lazima utembee na Mungu. So hiyo ndio benefit ya kwanza, ili uweze kutembea na Mungu, lazima utembee na Mungu ili uweze kupokea your inheritance. Ingine ni trusting him more in time of difficulties. That is the benefit. Trusting him more in time of difficulties. Ingine, obeying him better. Ingine, our relationship with him grows stronger. Ingine, you are able to overcome temptations in life. Kama jinsi Yesu alitembea na Mungu, aliweza kuovercome zile temptation za shetani. You overcome sins. Wakati unatembea na Mungu, hizo benefit ya kuovercome sins, hautajipata kwa dhambi ovyo ovyo, hautajipata ukijichanganya. Ingine ni your life is transformed. Maisha yako inabadilishwa. Wakati unatembea na Mungu, maisha yako inabadilishwa. Unaacha kuparara. Unaacha kukaa tu hivyo tu watu venye wamekuzoea. Mungu anakubadilishia maisha yako. Wakati unatembea na Mungu, hizo ni unakuwa victorious kama David. Hizo benefits. Tunaenda kwa consequences of not walking with God. Consequences of not walking with God. Ya kwanza tazisema haraka kwa sababu ya masaa. Ya kwanza, spiritual disconnect from God. Spiritual disconnect from God. Ya pili, you stop receiving God's guidance. Ya tatu, you lose relevant social connect. Ya nne, you begin to experience ethical conflict. Ya tano, you begin to have emotional distress. Ya sita, you begin to struggle with your life purpose. Ya saba, you begin to miss opportunities for growth. Ya nane, you start to question your faith and belief. Bwana asifiwe. So hizo ndizo consequences. So akiwa kuna benefit, kuna consequences. So tujaribu kuangalia consequences za kutotembea na Mungu ni zipi. Bwana asifiwe.